Tumeupokea kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu hakuna aliyekuwa na matarajio ya kwamba by this time angekuwa amelala katika Bwana. Kulala katika Bwana ni kuzuri, kuna ushuhuda, lakini hatukuwa tumeexpect kwamba by this time angekuwa amelala katika Bwana. Tulikuwa tunatarajia kwamba tuendelee kuwa naye kwa muda mrefu zaidi, lakini ilimpendeza Mungu kwamba juzi saa 3 usiku, majira saa 3 hivi, aweze kulala katika Bwana akiwa njiani anaelekea Muhimbili ili kwa matibabu. Kwa hiyo tumepokea kwa huzuni, kwa mshtuko mkubwa, lakini tunafarijiwa na neno la Mungu, kwa sababu nasema tumshukuru Mungu kwa mambo yote. Kwa hiyo tunasema basi tunakubaliana na mapenzi ya Mungu, kwa sababu ni mema zaidi. Yako Mungu mambo anayoyaona ambayo sisi hatuyaoni, na yako mambo ambayo Mungu anayajua mbele ya maisha yetu ambayo sisi hatuyajui. Lakini imani yetu kubwa ni kwamba alitimiza kusudi la Mungu kwa wakati wake, na sasa imempendeza baada ya kumaliza kazi ya Bwana apumzike, achane na tabu za dunia, apumzike pamoja na Bwana. Kwa hiyo tumeupokea kwa mshtuko, lakini kwa amani, na tuna amani ya kutosha ya Kristo Yesu. Mimi hapa katika mtazamo wangu, katika falsafa yangu, baada ya kufanya analysis kidogo kwenye maandiko matakatifu, nasema tu aina ya gari iliyomchukua ni ugonjwa wa figo. Ilionekana kuna dalili ya figo, basi ndio hiyo ikaonekana kama ndio carrier, ikamchukua na malaika wa Bwana wakamchukua kupitia muonekano wa figo, kwa sababu Biblia imejaa. Maana tukisema hii ndio sababu, haiwi ndio sababu, isipokuwa ni kama carrier. Watu wa Mungu wengi wamechukuliwa na kwa njia mbalimbali. Wako mitume wamepigwa, wameuawa, wameteswa, watu wengine wamekwenda kwa ajali, wengine wenye upako maradufu akina Elisha wameugua homa. Maandiko yanasema walipokuja ugonjwa uliomuua Elisha akafa. Kwa hiyo hayo ni kama carrier, lakini haina maana kwamba kuna udhaifu wote. Kwa hiyo yeye amepitia ugonjwa wa figo. Ilionekana figo zina tatizo kidogo, lakini wakati wanazicontrol na jioni yake wametuambia ziko vizuri, na hata miguu alikuwa na vimba, lakini sasa uvimbe ukao umepungua na ukazidi kupungua. Na mimi nilipokuja kumuona mchana huo alikuwa viko vizuri na anaendelea vizuri, na daktari alipokuja akasema yes, he's improving very well. Lakini jioni hali yake kaonekana inabadilika, tukaona mpeleka Muhimbili. Sasa mimi nafika pale na wenzangu wametangulia nusu saa. Daktari alipokuja kumwangalia akathibitisha kwamba huyu ameshamaliza safari yake, na sisi tunaamini kwamba basi ilimpendeza Mungu kupitia hiyo dalili au indicator ya figo aweze kutwaliwa na Bwana. Ratiba ya kesho tunategemea mwili utatoka Muhimbili saa 4, saa 5 utakuwa hapa, na hapa patakuwa na chakula kati ya saa 4 na saa 5 wakati mwili unatoka Muhimbili. Alafu saa 5 kamili mwili utakuwa unatolewa hapa mtumishi Dr. Samson Kameta kwenda TG Mbagala Kizuiani, ambako ndio ibada ya kuaga mwili wake itafanyika, ambayo itaanza saa 6 kamili hadi saa 8:30. Na tunatarajia watu wote na tunawalika watu wote kufika pale, kwa sababu kama unavyoona hapa ni mahali padogo. Saizi bado kama saa 1:30 ibada ianze kufanyika, lakini pameshajaa. Kwa kesho patakuwa na watu wengi sana kutoka madhehebu mbalimbali, makanisa mbalimbali, na ndugu zetu wengine wako mikoani, wako njiani wanakuja. Kwa hiyo kwa namna yote hakuna hapa mazingira mazuri ya kutosha, na pia kwa heshima yake na kwa utumishi aliyofanya nimeonekana ni vizuri tukimwagia pale TG Kizuiani, kanisa linaloongozwa na makamu askofu mkuu mpendwa wetu Dr. Magnus Muhiche, ambako ametupa fursa ya kutumia kanisa analoliongoza kumwaga, na mahali ambapo anatosha. Kuna uhakika wa watu wote kukaa vizuri kwenye kivuli, kuna uhakika wa parking. Tumekutana majimbo 6 zaidi ya mara 2 pale, na wote tulitoshelezeka vizuri tu. Kwa hiyo tunawalika watu wote kuja pale. Aidha nitumie fursa hii kuwashukuru pia watu wote ambao wameitikia kwenye msiba vizuri, kwa hali na mali, kwa michango yao, kwa sala zao, kwa maombi yao. Wengine wamejitolea kupika, na wengine wanafanya kazi ya kuweka matenti.
kwa michango yao ya hali na mali. Nawashukuruni sana, na zaidi kwa maombi ya faraja na kwa maneno mazuri, yani kwa hali zote ambazo wamekuwa faraja kwetu. Kwa niaba ya familia ya Samson Enos Kameta, na washukuruni sana na Mungu awabariki sana. Baada ya kutoka kwenye ibada ya kuaga mwili pale TG Kizuiani, tutakuja hapa Buza, mahali wanapo kwenye makaburi yanaitwa Buza kwa Mama Kibonge. Buza kwa Mama Kibonge. Kuna makaburi pale yako vizuri, na sasa hivi ndio nimetoka kuangalia, ni kaburi la kujengea, linaendelea kufanywa kazi vizuri, leo linajengwa, by tomorrow, by kesho litakuwa liko tayari. Kwa hiyo tukitoka pale tunawalika watu wote kuja kumalizia safari ya kusindikiza huo mwili hapo. Ndio. Otherwise nawapongeza pia ACE TV. ACE TV kwa kazi yenu nzuri, nazidi kupanda na mmekuwa sharp kuona matukio yako wapi na kuwajuza watu nini kinaendelea. Mungu awabariki sana, na nawakaribisheni watu wote kujiunga na ACE TV kwa matukio mbalimbali. Mungu awabariki sana.